ya wale ambao wana sauti inasikika. Katika pita zako ukiangazia taarifa hizi, masuala ya uongozi na vile vile siasa, tukizungumzia Raila Odinga, unaeleza vipi? Na mtazamaji, naarifiwa hivi sasa tunaelekea katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Violet Auma yupo katika eneo hilo. Violet Auma, hivi sasa uko katika eneo nyumbani kabisa kwa kinara wa huyu ambaye alikuwa kinara wa ODM na vile vile aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Ni kipi kinaendelea kwa sasa kwa faida ya mtazamaji wetu? Violet. Asante sana mwenzangu Nsare, niko hapa katika boma la aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Kenya Raila Odinga. Hii ni sehemu ambayo tunatarajia mwili wake kufika hii leo. Kwa sasa tunatarajia vile vile mwili wake utaweza kufika maeneo ya Mamboleo, katika uwanja wa Mamboleo ambapo wakazi watapata fursa kuweza kutazama mwendo wa saa 2, lakini baadaye mwendo wa jioni basi mwili wa Raila Odinga utaweza kuletwa hapa nyumbani kwake Opoda. Wakati atakapofika, kulingana na ratiba ambayo tulikuwa tumeelezewa hapo awali na wazee waliokuwa hapa hiyo jana, ni kwamba atakuja na ataingizwa hapa nyumbani. Ukiangalia kwamba tu malango ya malango ya nyumba yake yamesalia kufungwa tangu shughuli hiyo haijafunguliwa hadi sasa, na tunaarifiwa kwamba wakati atakuwa mwili utakuja basi utaweza kuingizwa pale nyumbani kwa nyumba yake, alafu kutafanyika maombi na baadaye mwili utatolewa hapa nje ambapo wakazi vile vile watapata fursa tu ya kuweza kutazama hapa katika boma lake. Kuna sehemu ambayo iko hapa nyuma yangu ambapo picha yake iko pale. Watu wanafika pale kuweza kupeana rambirambi zao, na vile vile kuna sehemu ambayo viongozi vile vile wataweza tu kufika pale na kuketi. Mipangilio kama hii iko pale nje, katika lango la nje. Vile vile kuna sehemu ambayo wakazi watapata fursa ya kuketi pale, na mkabala na huo sehemu ambayo wakazi watakuwa wamekaa, pia kuna sehemu ambayo kuna picha, na vile vile tu watu watafika pale kuweza pia kutoa rambirambi zao. Shughuli hii ya mazishi vile vile itaendelea katika chuo cha Jaramogi Oginga Odinga, kilomita chache kutoka hapa kumradhi, na baadaye ataweza kupumzishwa nyumbani kwao karibu na babake. Na hivyo basi hapa kwa shughuli ambazo zinaendelea kwa sasa ni zile mipangilio, viti vinapangwa na maandalizi tu ya kuhakikisha kwamba viongozi na vile vile wakazi ambao watafika hapa baada ya kutoka Kisumu basi watapata kutulia hapa na kuweza kumpa heshima za mwisho. Wakati tulikuwa tunakuja sehemu mbalimbali, watu si wengi kama kawaida. Mara nyingi unakuta ya kwamba watu hufika hapa mapema, lakini baadhi ya wakazi hapa Bondo huenda wameza kusafiri vile vile kuweza tu kupata ile fursa vile vile ya kwanza ya kuweza kutazama mwili wa hayati Raila Odinga. Hapa katika boma nimeweza kupata baadhi tu ya wakazi ambao wamefika, na vile vile wameweza kuvalia rangi za ODM. Wacha tuweze kuzungumza nao. Naomba msenge kidogo hapa, tukianza kwa majina. Kwako wewe, labda pengine kauli yako ni ipi siku ya leo ambapo tunatarajia mwili wa hayati Raila Odinga? Naomba ukiangalia pale. Asante sana, nimeshukuru. Kwa jina ninaitwa Ankie Beryl Mheshimiwa kutoka Migori County. I never had in mind that Raila could die. Now that today we can believe that he is gone. I don't have much to say, but I can only give a bidding by and say agwambo mino kinyi Raila Tinga nindigikuwe wadgoburu. Tuko na huzuni. Kwa majina ni Mheshimiwa Beatrice Sakomo Nyanja. Nimetoka katika wodi ya Migori County Assembly. Mimi ni majority whip kutoka huko. Tumesunika sana Saidi kufika hapa kwa baba yetu mwenye tulipenda sana Saidi. Watu wengi wamelia machozi. Sisi pia tunaombeleza Saidi, na tunaomba tu
kwamba amani iwe katikati yetu. Wakati huu tunataka kusindikiza baba. Baba alikuwa ni mtu ya muhimu sana kwetu na tulimpenda zaidi. Hata tuliamini kwamba kuna siku baba atafariki. Na muda umefika, hatuna kitu ya kusema, ila tu ni kusema Mungu wako na mpango yake kwa kila moja, kwa kila mtu. Siku ya mtu iliandikwa wakati sisi zote tulikuja ulimwengu huu. Sasa hivi tuko katika boma lake. Tuliwahi mapema. Tulikuwa tunatarajia kama anafika akute kama sisi wote tumesanyika hapa. Tunasema ni asante Baba Raila Agwambo, mpendwa ya watu wote, shujaa ya watu wengi, baba yule mwenye tulikuwa tunajua kama ndio kiongozi yetu mkuu. Ni nini tutasema? Agwambo, lala salama. Agwambo, lala salama. Amani ya Bwana iwe nawe popote utakuwa unafika mbinguni. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Sawa, dada Mbusange, kidogo tuanze kwa jina alafu utawe rambirambi zako. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Rose Aoro kutoka Migori County Assembly, Suna East Sub County, katika wadi ya Suna Central. Nimeshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha hapa kama hatujapata mambo mabaya katika njiani. Tuliwahi asubuhi ili tufike kwa boma la baba ili tuone ni nini inaendelea. Tena tumefika hapa ili tusubiri baba akiingia tumpokee. Kitu cha kwanza naweza kusema, ningependa kusi watu wa wanarika ambao wako hapa Kisumu ama Kenya nzima wawe na amani wakati baba atakayefika hapa Kisumu ili tupokee yeye na amani. Amani ndio tunaomba. Tusipate mafurugano hapa na pale, kwa sababu tumesaona vile hata juzi vile watu walikuwa Kasarani, vile mambo mengi zilifanyika huko, watu wetu waliaga kwa sababu ya vifurugo na ajili ya baba. Sasa tunaomba sana tuwe na watulivu na tuwe na amani wakati baba atakaye kuja hapa nyumbani kwake. Nimesema pole sana kwa watu wa Kenya wote, nimesema pole kwa watu wa chama cha ODM. Sisi kama wamama kutoka Migori, sisi tumepata nomination na chama cha ODM. Nimekuwa nominated, nimekuwa MCA kwa sababu cha chama cha ODM ya hii baba. Hii chama cha ODM ni chama cha nguvu sana. Tuziwe na wasiwasi, tuwe tu tayari tupokee baba, na tumesema heri la heri kwa baba wetu mpendwa, Baba Raila Amolo Odinga. Mungu aweke pema peponi. Sasa naomba Sange kidogo. Okay, thank you so much. My name is Honorable Alice Achieng' Amolo, Migori County Assembly MCA, nominated by ODM party. I want to say it was sad news when it reached on Wednesday and then they learned the death of Baba. We got it rough, but all in all we are here. We thank God for this far. We left Migori as early as 1 a.m. We are here, we are safe. Kitu kimoja ambacho labda pengine unamkumbuka baba ni kitu kipi hasa? Okay, when I remember Baba, I remember Baba by bringing to us devolution. I want to say if it was not devolution, all of us couldn't have been here. The counties couldn't have been there. The constituencies couldn't have been there. Even the MCAs could not be existing. It's one legacy that Baba has left behind. And also allow me also request the broad-based government. Baba has left us in the government. I want to request my colleague ODM members, we stay there. Baba maybe knew his death, and that is why he decided to put us there. He has left us in broad-based government. Let us remain in the government.
Sawa sawa. Asante sana. Onsare, unavyosikia tu kutoka tu kwa wengi ni hali ya huzuni na majonzi hapa. Wengi tu wakimwomboleza baba Raila Odinga. Wengi wanasema kwamba kwa hakika ameweza kuleta mabadiliko mengi katika uongozi wake hapa nchini Kenya, ikiwemo masuala ya ugatuzi na vile vile tu demokrasia. Labda pengine kama tu mpiga picha yangu, tarudi kwenu kidogo. Kama mpiga picha yangu anaweza songa na mimi, tafadhali. Ukiangalia tu kwa sasa shughuli inaendelea. Sehemu hiyo nyingine ukiangalia ni magari, viti vinaondolewa pale ili kuweza, mpiga picha yangu kama unaweza onyesha tafadhali, viti zinaondolewa pale, mipangilio zinaendelea kuhakikisha kwamba wale viongozi ama Wakenya ambao wataweza kufika basi watakuwa na nafasi nzuri ya kuketi na kuweza kuwasikiliza wale viongozi ambao watakuwa wamefika katika hotuba zao. Tunatarajia kwamba mwili unaweza kufika hapa labda mwendo wa saa 11 ama saa 10 hivi ndo utakuwa unafika hapa. Jana tuliweza kuzungumza na wazee hapa ambao waliomba ikiwezekana mwili ufike nyumbani kabla ya saa 11 kulingana na tamaduni za jamii hii ya Wajaluo. Nilivyosema awali, mlango huu tangu kufariki ama tangu tuje hapa, mlango huu umesalia kufungwa, ambao ni mlango unaingia hapa kwa nyumba ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na hivyo basi mlango huo utaweza tu kufunguliwa wakati mwili utakuwa umefika na kuingizwa pale kwa maombi, alafu baadaye utaweza kutolewa nje kwa wakazi. Shughuli hii itaendelea hapa hii leo. Mwili baadaye utapelekwa huko Jaramogi Oginga Odinga katika shughuli ya mazishi ambayo yanatarajiwa kufanyika huko nyumbani kwao. Baadaye kidogo tutafika huko tuweze kuona maandalizi haswa katika sehemu ambayo watawekwa makazi yake ya mwisho pale katika kaburi. Ni kipi kitakachokuwa kimeendelea, hatua zipi zimepigwa kuhakikisha kwamba hiyo sehemu inakuwa tayari kwa shughuli ya mazishi hiyo kesho. La mno hakuna la kuripoti kwa sasa. Nitarudisha kwako studioni baadaye kidogo, tutarudi kwenu baadaye. Na shukran sana Violet Auma, ukitujia mubashara kutoka Opoda Farm katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, nyumbani kwa kinara huyu ambaye aliyekuwa waziri wa zamani Raila Amolo Odinga. Shukran sana Violet kwa matukio hayo. Tutakuwa tunarejea kwako zaidi kwa mengi zaidi ili uzidi kutufahamisha ni kipi kinajiri. Mtazamaji, kumbukwe kwamba ule ujenzi wa kaburi la Raila Odinga ushakamilika. Tutakuwa tunapata picha hizo, na vile vile ukiangalia katika uwanja wa Jomo Kenyatta Kisumu, uwanja umeanza kufurika kweli kweli. Maafisa wa usalama wanashika doria kuhakikisha usalama una